sana. Karibuni kwa ibada yetu ya Jumapili ya siku ya Pasaka. Tutakuomba Archdeacon katika mbele za Bwana kwa maombi. Asante Mwenyezi Mungu Baba, muumba mbingu na ardhi, vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa sababu tutakusanyika mahali hapa Jumapili ya leo kwa ajili ya shukrani kwa kufufuka kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Afufuke ndani ya mioyo yetu, nasi tukamjue na kumfahamu kwa yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amin. Asante. Ombi dhidi ya janga hili la corona. Mungu aliyejaa huruma na kweli, Twaja kwako katika unyonge na udhaifu. tunakuja kwako katika hofu yetu. Tunakuja kwako kwa uaminifu. Kwa kuwa wewe pekee ndiwe tumaini letu. Wewe ndiwe tumaini letu. Twaweka mbele yako ugonjwa uliopo katika dunia yetu. Tunakugeukia wakati wetu wa haja. Leta busara kwa madaktari. Wape ufahamu wanasayansi. Wajalie wauguzi huruma na ukarimu. Lete uponyaji kwa wale walio wagonjwa. Wakinge wote walio hatarini zaidi. Wafariji wote waliopoteza wapendwa wao. Wapokee waliofariki katika makao yako ya milele. Wapokee katika makao yako ya milele. Uliimarishe jumuiya zetu. Uunganishe kwa huruma zako. Tuondolee hofu yote mioyoni mwetu. Tujaze na ujasiri na imani katika neema yako. Yesu, ninaamini kwako. Yesu, ninaamini kwako. Yesu, ninaamini kwako. Ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Tusamehee makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Sala ya siku. Kristo amefufuka, amefufuka kweli kweli. Haleluya! Alivunja minyororo ya kifo na kuzimu na kufufuka katika utukufu, na sasa naishi na kutawala milele kwako, kutawala milele kwa kifo chake na ufufuo wake. Tunalo hakikisho la uzima wa milele. Tusaidie kila siku tufe katika mambo ya dhambi, ili tuweze kuishi pamoja nawe katika furaha ya maisha ya ufufuo, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa ajili ya janga la korona, Bwana uliye mtakatifu na mtukufu, tuonee huruma. Tunaungama dhambi zetu kwako, tumepungukiwa utukufu wako, na kama si huruma na rehema zako tungekuwa mavumbi. Tunatubu sasa, Bwana, tunapotafakari kwa msimu huu wa saumu. Uwe karibu nasi, tusaidie kwa Roho wako Mtakatifu, tulihoji itupasavyo na kujutia dhambi zetu. Tusaidie kwa Roho wako tupate nguvu za kushinda adui wetu, kupitia kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Simame sote hata Zaburi ya siku. Zaburi iliyotolewa kwa Jumapili hii ya Pasaka ni Zaburi 117. Tukufu na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa na hata milele ndivyo. Amen.
Somo la kwanza linapatikana katika Agano la Kale. Kitabu ni Kutoka, mlango ni wa 14, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 18, kisha tutaenda mstari wa 26 hadi mwisho, kisha tuingie katika sura ya 15, tusome mstari wa kwanza hadi wa pili. Kitabu ni Kutoka, sura ni ya 14, mstari ni wa 10 hadi 18, kisha tutaenda 26 na tuende kwa sura ya 15, mstari wa kwanza hadi wa pili. Na hili ndilo neno la Bwana. Bwana asifiwe. Somo la pili linapatikana katika Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ya 15, mstari wa 2 hadi wa 4. Ufunuo wa Yohana sura ya 15, mstari wa 2 hadi wa 4. Tasoma tena, na hili ndilo neno la Bwana. Basi na tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, katika asubuhi ya leo ambao twakumbuka kufufuka kwako, Bwana, asante maana umefufuka ili nasi tufufuke. Nena nasi asubuhi ya leo, nasi tuweze kulitenda neno hilo kulingana na mapenzi yako juu mbinguni kwetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu amefufuka. Amefufuka kweli kweli. Amen. Well, majina yangu ni Venerable Daktari Stephen Manya, kasisi wa parokia ya St. Stephen's Busia katika uaskofu wa Nambale Diocese, na pia kwa neema ya Kristo Archdeacon wa Archdeaconry hii ya Busia. Leo tunasherehekea kufufuka kwake Kristo Yesu, na kunao ushahidi mwingi ya kuwa Kristo Yesu
alifufuka. Wale wamama wawili walioondoka asubuhi na mapema kwenda katika kaburi la Kristo ni ushahidi kamilifu ya kuwa Kristo alifufuka. Wale wazee wawili Petro na Yohana nao pia wakakwenda kaburini kule, hao pia ni ushahidi ya kuwa Kristo Yesu alifufuka. Paulo mtume naye alipokuwa njiani kwenda kupata kuwagandamiza Wakristo kule Damasko, Yesu akakutana na yeye. Ushahidi wa ufufuo wa Yesu umejaa ndani ya moyo wake mtume Paulo tunaposoma barua zake. Nasi pia katika hali ya kutembea kwetu katika Kristo na wokovu tulio nao ni ushahidi wa kamilifu siku hizi ya kuwa Kristo Yesu amefufuka. Hata hivyo pia Jumapili ya leo, kawaida Wayahudi walikuwa wakikutana siku ya Jumamosi, siku ya Sabato, kwa ajili ya kumwomba Mungu. Lakini wakati Kristo Yesu alipofufuka siku ya kwanza ya juma, Wakristo sasa wanakutana Jumapili badala ya Jumamosi, na huo ni ushahidi ya kuwa Kristo Yesu amefufuka. Lakini sio neno ambalo Kristo ameweka ndani ya moyo wangu asubuhi ya leo. Kwa sababu ya janga ambalo tunapitia kama nchi, kama dunia mzima, na kama uaskofu wa Nambale, Yesu ameweka neno hili ndani ya moyo wangu nikapate kushiriki nasi likainue mioyo yetu. Neno hilo ambalo Kristo ameweka ndani ya moyo wangu latoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ni ya kwanza. Wakorintho wa pili sura yake ni ya kwanza. Kwanza hapo mstari wa 3. Nitasoma nikirukaruka. Neno la Mungu lasema hivi: na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna hii, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Mstari 8. Maana ndugu zangu, hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumainie Mungu awafufuaye wafu, aliyetuokoa atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa ninyi, nanyi mkasaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi watoe shukrani kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa siku ya leo una mada: kwa nini Mungu anaruhusu wateule wake kupitia katika majanga mengi? Ni swali ambalo nimekuwa nikijiuliza wakati nilikuwa nikifikiri, nikitafakari janga hili la corona na maisha ya wateule wa Mungu. Why does God allow crisis to the lives of the believers today? Paulo mtume anaanza kwa kusema ya kuwa ahimidiwe Baba Mwenyezi Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa rehema Mungu anazoturehemu nazo. Paulo anaanza kwa kumsifu Mungu. Ahimidiwe Mungu wetu, abarikiwe Mungu wetu. Kwa nini? Kwa sababu yeye anatufariji na faraja za mbinguni. Faraja hizo ambazo anatufariji nazo ndizo nasi pia tunafariji wenzetu walio katika taabu. Katika mstari wa 8 mtume Paulo anasema ya kuwa hatutaki mkose kujua, hatutaki mkose kufahamu, hatutaki msijue mambo ambayo tulipitia ndani tukiwa katika Asia, taabu ambazo tulipita ndani tukiwa katika bara hilo la Asia.
Maanake Biblia inasema ya kuwa watu wengi wanapotea, watu wangu wanapotea kwa kukosa ufahamu. Ndiposa mtume anasema ya kuwa sitaki kose kujua. Nataka mwelewe ushuhuda wangu nilipokuwa katika bara la Asia, ya kuwa tulitaabika sana mpaka tukakata tamaa ya maisha. Paulo akafikiria sasa wakati wa kifo chake umefika, ilhali wakati wa kifo chake ulikuwa haujafika bado. Kwa nini Paulo anasema mambo haya? Kwa sababu wakati mmoja anasema ya kuwa watu wote katika wilaya hii ama province hii ya Asia wamenitoroka, siko nao tena. Na ni ngumu watu wakikutoroka. Ndio maana saa hii ukiwa katika karantini sio rahisi, maana wale marafiki uliozoeana nao hawapo tena, wale ambao mnatembea nao hawapo tena, wale ambao mnapiga nao story hawapo tena. Uko peke yako wewe na Mungu. Kama nilipigana na hayawani kule Efeso, katika Ukorintho wa kwanza 15:32, nilipigana na hayawani kule Efeso. Paulo anasimulia mambo ambayo aliyakutana nayo kule Efeso. Hayakuwa mambo mema, hayakuwa mambo mazuri, lakini mambo ya kupigana na hayawani. Mpaka wakati mmoja anasema jambo hili la huzuni ya kwamba Alexander the blacksmith did me harm. Lazima siku moja walikuwa naye, lakini hakumtenda mema. Watu ambao saa nyingine umewatumainia wanakutenda mabaya. Watu saa nyingine ambao umeweka ndani all your hopes, matumaini yako yote umeweka ndani yao, watu hao wanakutenda mabaya. Unashindwa, je, mimi nitakuwa mgeni wa nani katika nchi hii ya ugenini? Mara nyingi Paulo akapatikana akiwa katika shipwrecks, yani meli ambayo alisafiri nayo ikawa sasa iko taabani. Many times he's under shipwrecks, anachapwa viboko 40 kasoro moja. Siku ingine analala katika prison ya Ufilipi, wakiwa na hasira wanaimba nyimbo wakimwomba Mungu mpaka milango ya gereza ikafunguka. Lakini hawakuwa wakiimba nyimbo wakiwa na furaha, hawakuwa wakiimba nyimbo wakiwa mili zao ni salama. Walikuwa wamechapwa viboko, walikuwa wamekejeliwa, walikuwa wamepita katika mambo makuu mabaya katika safari zao za huduma. Hata ikawa siku moja wakiwa katika ile island ya Melitas, nyoka mkubwa akakuwa katika mkono wake Paulo. Watu wakasema, huyu mtu ingawaje aliepuka kifo baharini, lakini hii hataepuka. Mara 3 Paulo akaomba ya kuwa Mungu atoe mwiba uliokuwa katika mwili wake, lakini Mungu anajibu ya kuwa neema yangu yatosha. What a man of sorrow. No wonder anasema we were under much pressure so that we despaired even life. Anasimulia. Lakini wacha niwaambieni ndugu zangu, katika kila hali unayopita ndani yake, iwe mbaya iwe nzuri, huwa inatutayarisha kwa maisha ya baadaye. Katika hali hii ya ugonjwa wa korona, wakati tunapopita ndani yake, inatutayarisha kwa maisha yanayokuja, ya kuwa wenye imani watashikilia imani, wenye imani watakaa na imani, wenye imani watamtumainia Mungu. Ingawaje kifo chaja, sisi hatujali, maana ndani ya Kristo Yesu tumesimikwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wasio na imani pia taishi hivyo tu. Kwa maana utaona wengine wanaenda kwa waganga. Mara nyingi mimi nimetembea katika miji yetu ya Diocese ya Nambale. Kumeandikwa katika
vibao katika miti ya stima. Mganga maarufu kutoka sehemu fulani anatibu mapenzi, kukosa kazi, kuleta mtu nyumbani, na mimi ni daktari. I wish wangelijua ni miaka ngapi uchukua mtu aitwe daktari, wala ni masomo gani anayosoma mtu aitwe daktari. Yaani imani yao imepotoka. Lakini katika kutembea huku, katika kupita ndani ya korona, kutatokea mambo mawili. Wale wanaomjua Yesu watakaa katika hali ya kumjua Yesu, wakiangalia msalaba wao. Wale ambao hawamjui Yesu watakimbilia waganga tu, lakini kwenda ugangani ni kwenda katika nchi ya upotevu. Ndilo maana nikajiuliza swali hii: kwa nini Mungu huruhusu mambo mabaya, mambo ngumu sana kupita katika mapito ya wateule? Nambari moja, ili tupate kumtumainia Mungu kuliko mwanadamu, so that we may learn to trust God rather than man. Kwa nini tumtumainie Mungu? Kwa sababu Mungu ndiye aliye na maisha yetu yamo ndani ya Mungu, ambaye hufufua hata na wafu. Mara nyingi tunaomba tu kwa sala ya Bwana, utupe chakula chetu cha kila siku. Na mara nyingi watu wanaomba utupe chakula chetu cha kila siku, na ilani wanaangalia vyakula ndani ya friji. Lakini mara nyingi mtu ambaye hana chakula akiomba Bwana unipe chakula changu cha kila siku, yeye humaanisha kwa sababu akipo, yaani anatumainia Mungu katika kila jambo. Saa ingine Mungu amekubali ugonjwa huu wa korona uje duniani ili watu wa dunia wajifunze kumtumainia Mungu. Maana tumeweka tumaini letu katika silaha tulizo nazo za vita. Tumeweka tumaini letu katika utajiri tulio nao. Tumeweka tumaini letu katika elimu tulio nayo. Lakini Mungu ameachilia korona ije ili tumtumainie Mungu kuliko mwanadamu. Ndugu zangu, hata saa hii tulikuanga tunasikia mambo mengi ya kuwa nchi fulani imeinukia nchi fulani, wako katika vita. Watu fulani wanainukia watu fulani, wako katika vita. Tunasikia watu fulani wenye siasa kali. Lakini siku hizi sijasikia hivi karibuni nchi fulani imeinukia nchi fulani wanaenda kupigana. Jambo ambalo ninalisikia ni korona tu, ni korona tu, ni korona tu. Kwa hivyo saa ingine Mungu ameleta korona ili watu wajue ya kuwa hatuwezi kutumainia silaha wala elimu wala utajiri. Watu wa Mungu matumaini yao hii katika Kristo Yesu. Watu wa Mungu, saa ingine Mungu anakubali tupitie haya tunayoyapitia ili tukapate kufariji wenzetu wakipitia hali sawa sawa na ile tunayopitia. Najua saa ingine huwezi jua amani ni muhimu mpaka amani hiyo iondolewe kwako. Mara nyingi huwezi jua ya kuwa ulicho nacho ni cha muhimu, ya kuwa ulicho nacho cha kufaa, mpaka wakati kitu hicho kitakapoondolewa kwako, ndipo utakapojua kumbe hali niliyokuwa nayo ilikuwa salama. Kumbe mtu niliyokuwa naye ndiye alikuwa ananifaa. Wakati atakapoondolewa, ndipo utakapojua umuhimu wake. So sometimes Mungu anakubali mambo haya yaje ili tuwe na faraja, ili tuwe na story, ili tuwe na testimony ya kuwa Mungu ni Mungu. Make no mistake, my brethren, we are at war. Tumo vitani. Hizi vita zi za bunduki na mabomu, lakini ni vita za kiroho. Maana wakati watu wanauliza, wapi wale wahubiri? Wapi wale wanaojiita shujaa wa imani? Wapi wale wanaojiita wao ndio mapadri wa siku hizi? Wakuje waombe tu, waseme tu neno ili korona iondoke. Haitaondoka. Maana saa ingine hatuwezi jua imeletwa
ili tujifunze neno la ufariji. Huwezi jua umuhimu wa baba yako mpaka wakati atakapoondolewa, ukimweka kaburini, utajua umuhimu wa baba yako. Huwezi kuwa na faraja ya kutosha na umfariji yule ambaye alifiwa mama yake, umfikie ndani ya moyo wake pasipo wewe kupoteza mama yako. Yaani mtu ambaye aliwahi kupoteza mama yake anaweza kuwa na ufariji wa kutosha kumfariji mwingine akipoteza mama yake, so that we might be able to comfort those ones that are in trouble. Saa ingine Mungu ukubali tupitie mambo haya ili imani yetu ikakite mizizi katika msalaba wa Yesu. Hebrews chapter 11 verse 37. Yaani waamini wote waje pamoja ili wapokee vipawa ambavyo Kristo Yesu aliwawekea tangu mwanzo wa kuumbwa kwa dunia hii. Nasi tunaweka imani yetu kwa misingi ya hao mitume na manabii. Saa ingine Mungu anakubali tupitie mazito haya ili tupate kuwa identified na wale waliokwenda mbele zetu. Najua kuhubiri saa ingine ni rahisi, kwa maana utasimama useme tu, lakini baada ya kutoka kwenye msingi huu, baada ya kutoka kwenye altari hii, mambo unayokumbana nayo saa ingine ni magumu. Ndio maana ukiona mwenzako akilia, usimchekelee, ujue analia kwa nini. Mazito yaliyomo ndani ya moyo wake ni mazito mno, ni machungu mpaka yanamfanya kulia. Yaani unaangalia ahadi za Kristo Yesu, mara nyingi unaomba hata kwa ahadi hizo na huoni tofauti. Mungu ulisema wakati nilipoolewa ya kuwa nitaishi nione watoto wa watoto wangu. Sasa mtoto wangu wa kwanza ndio huyu amekufa. Nitamwonaje mtoto wa mtoto wangu baada ya kufa mtoto wangu? Wa pili ndio huyu amefuata, amekufa. Mume wangu amekufa, mke wangu amekufa. Nitamwonaje mtoto wa mtoto wangu bila kuwa na mume, bila kuwa na mke? Ni machungu. Na hayo ndio tunayotarajia sasa. Maana janga hili la corona si mchezo, lipo. Lakini mtu akiweka imani yake katika Kristo, wafe wasikufe, yeye ni kama mwamba, ni kama nyumba iliyojengwa katika mwamba. Ukaja upepo kali na dhoruba ikavuma, lakini nyumba hiyo haikuanguka. Hivyo ndivyo alivyo mtu wa imani. Angalia huyu baba yetu wa imani Ibrahimu. Alitembea katika nchi ambayo ilikuwa yake na hakujua ni yake. Aliishi katika mahema, akawa na hii imani ya kuwa anautafuta mji ambayo umeundwa na kujengwa na Mungu mwenyewe. Akafa hakuuona. Akawekea mwanawe Isaka naye pia akaishi hivyo, akawekea Yakobo naye akaishi hivyo, akawekea Yusufu. Ingawaje Yusufu alikuwa Misri, wakati alikufa akawaambia wana wa Israeli ya kuwa wakati mtakapotoka katika nchi hii, hata mifupa yangu mwende nayo. Kwa nini? Alitarajia mji whose founder and builder is God. Yaani imani yake ilikuwa imejengwa katika msalaba wa Yesu. Ndugu, saa ingine Mungu hukubali sisi kutupitie mambo haya so that we be glorified in Christ. Tuhuishwe katika Kristo Yesu. Wafilipi sura yake ya kwanza mstari wa 29. Mtume Paulo anasema hivi ya kwamba unto you it is given in behalf of Christ not only to believe in him but also to suffer for his sake.
Kwa hivyo Wakristo, pamoja na kufurahia wokovu wetu, kombe letu pia ni la magumu. Lakini baada ya magumu haya yote tutahuishwa, will be glorified with Christ. Ndio maana tena mtume huyo Paulo anasema, kifo, wapi uchungu wako? Kaburi, wapi kushinda kwako? Why? Kwa sababu magumu yote ambayo inakuwa summed up into death has been defeated, yameshindwa. Na sasa Kristo yu hai. Ndio maana wapendwa katika Kristo Yesu, tunapopita katika janga hili la korona, tusisahau ya kuwa ni la muda tu. Haya yote pia yatakuja kupita, na tusalama tukiwa ndani ya Yesu. Msikate tamaa. Na tusalama tukiwa ndani ya Yesu. Msikate tamaa. Haya yote yatakuja kupita tu, ni ya muda, lakini Yesu atakuwepo milele na milele. Ni ya muda tu. Korona ni ya muda tu. Kulikuwepo ukimwi, kulikuwepo tauni, kulikuwepo na magonjwa mengine mengi, lakini yalipita. Hata korona pia itapita. Lakini tujiulize, itapopita korona, imani yetu itakuwa wapi? Imani yetu itakuwa katika Kristo Yesu. Imani yetu itakuwa katika Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Akaumba wewe, akaumba mimi, akatuumba sisi kwa mfano wake ili tumwabudu. So wakati unapopita katika janga hili, hata kama tunakumbuka kufufuka kwa Yesu, kumbuke Yesu huyo ndilo tumaini letu. Tumaini la wateule li katika Kristo Yesu. Je, tumaini lako liko wapi? Kwa yule mganga ambayo nimesema? Kwa zile pesa ulizo nazo? Kwa somo ambalo umelisoma? Ama tumaini lako liko katika nani? Tumaini lako liwe katika Yesu, ili wakati anapokuja Kristo Yesu mara ya pili, nasi tuende mbinguni, mahali ambapo korona haitakuwa, tauni haitakuwa, na magonjwa mengine hayatakuwa. Tutaishi milele tukiwa salama chini ya kichwa cha Kristo. Hebu na tusimame. Mungu wetu Yehova, jina lako haitwa Rafa, manake wewe hutuponya na magonjwa yetu na kutuganga na majeraha yetu. Ndio maana gonjwa hili la korona si geni kwako, nasi tuna imani ya kuwa utatuponya. Tutacheka tena, hatutasimama umbali wa mita tena mara nyingine, hatutavaa mavazi ya usoni, hatutanawa mikono mara kwa mara, maana Kristo utakuwa na sisi na utatuondolea janga hili. Kuomba kwa ajili ya nchi ya Kenya, ukimuinua mjakazi wako Uhuru Muigai Kenyatta, rais wetu. Bwana, huruma zako ziwe juu yake. Twainua mtumishi wako Archbishop wetu Jackson Ole Sapit. Bwana, neema yako na ikatoshe kwa ajili ya huduma yake. Twamuinua mtumishi wako machoni pako penye rehema na neema, askofu wa askofu huwa na Mbale, Askofu Magina. Yesu, ukamwonee huruma, ukamkinge na kumuhifadhi tokana na virusi hivi na magonjwa mengine yote. Tuomba umpatie hekima na tafakari na elimu ya kutosha,
ili kuongoza uaskofu huu kwa ajili ya utukufu wako. Mkewe na watoto wainua mbele ya uso wako. Yesu, kawalinde wakati unapopita na wengine. Jumapili hii ya leo, Yesu kapite huko ukawabarikie. Malaika wako watakatifu wakafanye kituo katika boma lake. Moto wa Roho ukawazingire, kuwakinga tokana na kila hila ya shetani. Nasi tutakusifu jina lako kwa ajili ya mtumishi wako Magina. Asante kwa gavana wetu Ojamong na wale wote wanaomzingira kwa ajili ya gatuzi hili la Busia. Bwana ukamwonee huruma zako. Asante, maana wanapokaa kupanga jinsi ya kukabiliana na ugonjwa huu mgumu wa korona, Yesu utawapa tafakari, elimu na maarifa ya kutosha. Ukatupe hata na fedha, ukatupe hata na wafanyi kazi, watenda kazi uliowaamuru, na kuwapa maarifa ili kupata kukabiliana na virusi hivi. Yesu, tusikie hayo kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. duniani kote kuikiri imani yetu kwa imani ya mitume pamoja
Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo Bwana wake pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, aliyeteswa wakati wa utawala wa Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kwa wafu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini, akapaa kwenda mbinguni, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi. Kutoka huko atakuja tena kwa hukumu watu walio hai na waliokufa. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu ulimwenguni kote, ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amina. Naomba tuketi. Kwa sababu ya magumu haya ya korona tunayopitia, tunafuata masharti ya serikali, nami ningewaomba mfuate masharti ambayo tunapewa na Wizara ya Afya, ya kuwa hivi mnavyovivaa kwa midomo yenu, muendelee kufanya hivyo mkiwa katika sehemu za umma. Msiende bila kuvaa, msivae. Pia mkae umbali wa mita 1 ama zaidi kila mmoja wenu. Mzingatie kuosha mikono yenu ama kutumia sanitizers, ili tusije tukapoteza hata mmoja wetu. Ukiwa katika sehemu za umma, jilinde, kwa sababu mambo haya tunayoambiwa, Mungu amewapa neema madaktari na wafanyikazi wa afya, wawe ndio wa kuangalia mili zetu, wasikizeni. Na kwa sababu ya hiyo pia hatukutani kanisani kama vile tulivyozoea, lakini tutakutana tena. Tutakuwa na opening day ya makanisa, itakuja. Lakini kwa sasa ukiwa na sadaka yako, zaka ama fungu lako la 10, twaomba utumie paybill ifuatayo. Viandike paybill ifuatayo: 763766. Nitarudia: 763766. Nambari ya account ni kama ifuatavyo. Account number 0766944693. Tarudia tena: 0766944693. I will repeat again in English. The pay bill number is 763766. 763766. And account number 0766944693. Na ukipata ujumbe wa kutoka katika Equity Bank, utumie mchungaji wako ujumbe huo, na Mungu atakubariki. Naomba tusimame. Na sasa amani ya Mungu ipitayo fahamu iwalindeni nyoyo zenu na nia zenu katika kumjua na kumfahamu na kumpenda Mungu. Na baraka ya Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu na kukaa kwenu sasa na hata milele. Amen. Tufikia mwisho wa ibada yetu ya Pasaka. Mungu awabariki.